Mtazamaji wa Global TV, hapa ndipo ambapo umehamishiwa msiba Mikocheni, mtaa wa Kilimanjaro, nyumba namba 7. Nimekutana na kakaangu Swebe Santana na tuweze kuzungumza naye kuhusiana na alivyokuwa akimfahamu marehemu Sebo. Swebe, kwanza pole sana kwa msiba. Asante sana bwana, tunashukuru. Wanasema kazi ya Mungu haina makosa. Linapotokea jambo hili sio matarajio ya wengi kutokea vitu ya namna hii, isipokuwa inapotokea inashtua kidogo, kwa namna ambavyo mnaweza ukamfahamu yule mtu ambaye limemtokea hilo jambo, na kwa wakati pia wakati unasababisha watu wapate maumivu zaidi. Kuna wakati wewe una uhitaji wa mtu ndio ule wakati huo, na Mungu naye anamhitaji mtu huyo. Kwa hiyo maumivu yanakuwa makali zaidi, lakini ni hali ya kawaida. Kifo kimeumbwa na kila mmoja atakufa, lakini wakati ndio tatizo. Wakati gani? Watu wana uhitaji na wewe kwa kiwango gani? Hilo ndio tatizo ambalo pengine linagusa maisha ya watu, ama maumivu kwa kiasi fulani makubwa kutoka kwa watu wengine ambao wako katika msiba. Na ni jinsi gani ambavyo uliishi na marehemu kwenye kazi, lakini pia ambavyo ulikuwa ukimfahamu na jinsi ambavyo ulipata taarifa ya kifo chake? Kwanza kabisa mimi Boss Sebo, mimi namuita Boss Sebo, nilikuwa shabiki yake wakati anafanya kazi East Africa kwenye kipindi cha Friday Night Show ambacho mimi nilikuwa sikosi. Nilikuwa napenda namna ambavyo alikuwa akifanya mialiko ya wasanii, msanii akizingua unaona kabisa anaambiwa, yani alikuwa anaachana live. Content ambazo alikuwa akizifanya unaona kabisa kuna kitu special anacho. Hilo kwanza nilikuwa shabiki yake, lakini kapata bahati ya kufanya naye kazi kama bosi wangu. Mimi wakati naingia 2014 FM, wakati ndio inaanza, na mimi nilikuwa miongoni mwa watu wa mwanzoni. Sio kwamba ndo tulianzisha, lakini baadhi ya watu wa mwanzoni. Ina miezi mitatu mimi baadaye nakuja kuingia pale FM, namkuta pale na anakuwa bosi wangu. Nilikuwa najifunza kupitia yeye. Watu hawajui Sebo anapenda watu ambao wanajituma, watu ambao kidogo wana akili, watu ambao wabunifu. Ukiwa na hivyo vitu, wewe ni rafiki yake, kwa sababu anapenda kuona unatoboa, anapenda kuona unatoka. Sebo ni mwalimu, ametufundisha life, maisha kwa ujumla, ametufundisha kazi, ametufundisha namna ya kutafuta connection. Maana bwana, mfano kama mimi, moja ya tatizo langu kubwa na yeye alikuwa ananiambia, tatizo lako wewe ukai kwenye connection. Yani sisi wakati tumekaa tunatafuta jioni tunaongea watu madili mbalimbali, wewe maeneo yao ukai, labda tumekaa baa, wewe hutaki kuja ukaa baa. Sio, umeelewa? Sehemu ambazo pengine zina connection, watu wanakuja tofauti, tunaongea hapo. Mtu akwambia nikitoka ofisini nakuja tukae tuongee, kuna deal, lakini wewe eneo hilo wewe huhudhurii. Kwa hiyo huwezi ukakutana na vitu ambavyo pengine vinaweza vikakusaidia ama vikakutoa kutoka sehemu moja ama kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine Sebo ni package special kwa media house. Yani ni package ambayo inatamani. Mimi watu pengine media nyingine ilikuwa hasiwezi kumuona kwa ukubwa huo, lakini ni mtu ambaye alikuwa ni special kwenye media. Anajua Sebo akisikiliza redio tu hivi kwa sikio anajua huo ni ujinga tu, siwezi kusikiliza. Na akiwa anasikiliza moja ya programs zilizopo kwenye redio yake, akija kama mmeharibu lazima awaambie. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ni mmoja wa watu ambao walikuwa wana sikio la kusikia redio, yani ana sikio la kumsikia yule anayesikiliza redio, na ana sikio la yule mtangazaji anayetangaza hiyo redio, wapi anakosea, wapi anapatia. Kwa hiyo kwa sisi ambao tumebahatika kufanya naye kazi, ametufundisha vitu vingi, ametuelekeza vitu vingi, lakini pia alikuwa ni mtu ambaye anatamani kila mtu afanikiwe. Alishawahi kutuambia sisi wengine, mshahara hauwezi kukusaidia chochote katika maisha yako, ila kazi yako ndio inaweza kukufikisha mahali ambapo wewe unataka kuwa. Kwa hiyo wakati mwingine tunafanya kazi, tunaweza tukalalamika mishahara midogo, tunalalamika hichi, lakini mwisho wa siku ukikumbuka namna yeye anavyokuambia kwamba kumbe inawezekana. Yani kazi yangu hii ikanipa platform sehemu nyingine ya kuniingizia kipato. Sio hapa nilipo huu mshahara ndio nifanyie kila kitu. Kwa hiyo ni namna ambavyo ametufunza vitu vingi, tumejifunza kwake vitu vingi, ametuelekeza vitu vingi, lakini mtu ambaye alikuwa na maono ya mbali ya digital platform. Hii digital radio hizi za EFM za FM ambazo zinafanya kazi,
alikuwa na maono ya mbali sana. Ni mtu ambaye yani tasnia kwa maana ya media house imepoteza mtu, lakini EFM mimi nasema imepoteza kitu. Kuna mtu hayupo EFM. Taarifa ambazo mimi nazipata jana, mimi ujue siku hizi toka Ramadhani imeanza nazima sana data. Mchana siingii sana mitandaoni. Sasa nimemaliza kama saa 9 saa 10 hivi nimetoka mtandaoni, sina taarifa yoyote. Nilivozima data nakuja kupiga, jana nilianza kupiga simu kuanzia saa 2 asubuhi. Lakini sasa sijaamka, sijatoka, siwezi kupokea simu. Baadaye sasa nakuja kuamka sasa ndo muda wa kupokea simu, hata kama naambiwa bwana uko wapi? Njoo haraka sana, najua anatoka fast. Simu ya kwanza ananipigia mtu mmoja, tunamuita mwenezi wa Kawe, anaitwa Potpoti. Swebe, poleni sana. Kaambia poleni, kaambia asante. Pole ya nini? Ambia Sebo amefariki. Aise. Hatukuongea maneno matatu, nikakata. Nikaanza kupiga simu. Nikawasha data, nikaingia mtandaoni, nikaona kumbe kubwa kiasi hichi. Kwa hiyo kwangu ilikuwa surprise. Kwa mara ya kwanza nilipata yani mshtuko fulani, niliumia, nilijihisi machozi yananidondoka. Sikuweza. Swebe Santana ameshindwa kuendelea na interview kama unavyomsikia. Huyu ni mmoja kati ya wafanyakazi wa EFM ambaye amefanya kazi na marehemu Sebo ambaye alikuwa ni kiongozi, lakini aliingia pale kama kiongozi na akahudumu kama mtangazaji, baadaye akawa kiongozi na kuwafundisha mambo mengi mazuri ambayo kufanya kituo hicho cha EFM na ETV kuendelea kufanya vizuri kweli kwenye tasnia hii ya habari hapa nchini Tanzania. Na akiwa anaendelea kuhadithia kile ambacho anakifahamu na maisha ya Sebo, katikati yake kama unavyoona Swebe Santana machozi yanamtoka akikumbuka mazuri na mafunzo mengi ambayo aliyapata kwa bosi wake huyo ambaye ametangulia mbele ya haki. Ngoja tuone kama ataweza kuendelea kwa ufupi kutupa simulizi nzuri ya marehemu Sebo ambaye ameacha alama kubwa kwenye tasnia, ameacha alama kubwa kwenye kiwanda cha habari. Swebe, pole sana. Asante sana. Kitu gani kizuri ambacho unakikumbuka marehemu alikifanya na unahisi amekuachia kama alama? Kitu ambacho kikubwa kwake nitaendelea kukikumbuka ni zile harakati ya kumpigania mtu atoke pale alipo. Sebo anapenda kuona mafanikio ya mtu. Wewe ukifanikiwa kwake yeye ni furaha. Yaani akikuona unalalamika kuhusu sijui fedha hii dogo sijui nini, kwa sababu anategemea wewe upate kutokea pale. Kwake ilikuwa ngumu sana. Unadhani sisi vijana ambao tupo kwenye tasnia ya habari ni kitu gani ambacho tunatakiwa tukichote kwenye maisha yake yale enzi za uhai wake ambayo ameyafanya na kusababisha heshima hii anayopata kwa kila mtu kumzungumzia vizuri wakati huu? Kikubwa ni sisi tuliokuwa kwenye tasnia tuwe wabunifu, ndio kitu ambacho alikuwa anakipigania. Tuwe wabunifu, tuamini kabisa kwenye kile tunachokifanya ndicho kitakachotubadilishia maisha. Leo unashika maiki, uko kwenye kamera, unafanya interview mbalimbali, hichi ndicho ambacho wewe kinatakiwa kikubadilishie maisha. Kikuondoe hapa ulipo, usitegemee huyu anayekutuma Global akulipe wewe mshahara kwa kazi hii. Yaani hii maiki leo ikufanye wewe kuwa mtu bora, kuwa mtu wa tofauti. Ndio kitu pekee ambacho Sebo alikuwa anakipigania kwa mtu yeyote. Mimi naamini kuna watu sasa hivi wengine wote tumeumia, lakini kuna watu hawawezi. Hili kwao ni pigo kubwa zaidi, kwa sababu wao walikuwa naye muda wote. Wakikuwa kazini watatukanana, wataelekezana, watafokeana. Wakimaliza nje ya kazi ni marafiki. Utasahau kama hawa Sebo alimwambia huyu hivi, lakini ni marafiki kabisa. Kwenye kazi akisimamia hii ndio hii, basi ni hivyo. Yaani ana misimamo yake fulani hivi, anataka kitu kitokee, sio kwa ubaya. Na sisi ujue wa Tanzania tuna tamaduni zetu, si kufokewa, kuambiwa ukweli hatupendi. Ni moja ya tatizo ambalo tunalo, lakini ametufunza vitu vingi sana. Mimi binafsi nimeondoka na faida ya vitu vingi kutoka kwake. Na juzi ilikuwa birthday yake nikamwishi, kwa sababu kuna jambo nilikuwa nataka niongea naye kiofisi lakini halikuwa kutokea. Na Mungu ameyapanga. Kwa hiyo tunaumizwa na vingi kwa sababu
bado tulikuwa tunaamini kutoka kwake, tukachote busara zake, tukachote mawaidha yake, tukachote maelekezo kwamba na kusudia nifanye hili bosi, unaona hichi kitakuwa vipi, lakini hayupo tena. Tumepoteza. Kuna mtu hayupo kwenye timu, kuna mtu hayupo. Unakumbuka kipindi ambacho ndio umeingia EFM, umekutana naye kwa mara ya kwanza, ilikuwaje? Kwa mara ya kwanza kabisa nakutana naye akiwa boss, lakini wakati huo akiwa mtangazaji. Na moja ya kitu ambacho niliamini mimi, ujue na bahati moja, hata kwenye uigizaji nilipoanza uigizaji nilikutana na wakongwe kina Mzee Kipara kina nani, hata alivyokuja huku kwenye nani na wakuta radio bado mpya, lakini kuna presenters nguli wako kina Maulid Kitenge kina nani. Hiyo ni moja ambayo na mimi nafsini kwangu iliniambia hapa ni sehemu ya kutoka. Niliamini kutoka kwa wale nitapata vitu vingi, nitasaidiwa vitu vingi, na kweli umekuwa msaada mkubwa. Maana yake kila baada ya kuanza program, kila nikimaliza haipiti wiki bila kukaa na hawa watu. Bosi, umesikiliza kipindi? Nimesikiliza. Inakuwaje mwenendo wangu? Kwa sababu sisi ndo wale watu wa ithibati wale. Ithibati inatutoa. Umeelewa bana? Lakini nilikuwa nafuata ule muongozo na taratibu zote za kazi. Kwa hiyo amenisaidia sana. Na nilipomkuta tu kwa mara ya kwanza nikaamini hapa kuna msaada, kuna sehemu nitafika. Kwa sababu wapo watu wa kunisaidia na wapo watu wa kunielekeza. Bana, ni Swebe Santana. Neno lako la mwisho kwa msiba huu mzito ni lipi Swebe? Tuendelee kuomboleza, tumkumbuke katika sala na dua zetu, kwa sababu ni moja ya watu ambao hawakupenda mwanadamu mwingine yeyote aharibikiwe, isipokuwa amekasirika au amekuwa mkali kwa sababu ya faida yako wewe ya kesho. Kwa hiyo tusimsahau kwenye ibada zetu na sala zetu, tumuombe Mungu amuongoze, ampe makazi ambayo yanastahili kwa mema ambayo ameyafanya katika ulimwengu wetu. Hilo ndio kubwa ambalo naweza kusema. Bana, mimi ni Gabi Mtanzania, na nyuma kamera ndugu yangu kabisa anayesababisha picha nzuri, Otieno. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.